Napenda kukaribisha sana ndugu mtazamaji katika kipindi hiki maalum cha Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia. Lakini katika kipindi hiki cha leo hatutakuwa na hoja kama ambavyo mahakama yetu imekuwa na hoja maalum kila sehemu. Bali leo tutapata nafasi ya kuchunguza mambo mawili. Jambo la kwanza, tuweze kujua ni nini kusudi kuu la Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kuanzishwa hapa duniani kupitia vyombo vya habari vya ulimwengu. Na pia tutapata pia nafasi ya kujua kwamba hii Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia hapa duniani ambayo itaendeshwa duniani kote katika nchi mbalimbali za dunia kabla ya mfumo wa shetani kuharibiwa, kwamba hii mahakama inagharamikiwa namna gani au na nani. Kwa hiyo naomba sikiliza kwa makini sehemu hizi mbili. Sehemu ya kwanza, kama nilivyoitaja, kwamba wewe ukiwa mheshimiwa jaji ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi vya Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova, labda umekuwa haujui hasa ni nini kusudi la vipindi hivi. Wengine wenu mmekuwa mkivifananisha na vipindi vingine vinavyosikika katika redio au katika televisheni mbali za ulimwengu, vipindi vya kidini. Lakini kwa ninyi ambao mmekuwa mkifuatilia tangia mwanzo mpaka hivi sasa, nimekuwa nikiwaeleza kwamba mahakama hii ni tofauti kabisa na vikundi vyote vya kidini vya ulimwengu. Hii mahakama ni kipindi maalum chenye makusudi ambacho Yehova Mungu na Yesu Kristo anakisimamia moja kwa moja kupitia mimi nikiwa wakili wao, ambayo wameniteua, walinizoeza tokea nikiwa mdogo mpaka hivi leo, ili kuja kuisimamia hii mahakama hapa duniani nikiwa mwakilishi wao, na ninyi mkiwa ni mahakimu. Kwa pamoja ni kwamba tutapata nafasi ya kujua mafundisho yote ya uongo ambayo shetani ibilisi aliyatokeza ndani ya mfumo wa kidini wa ulimwengu, na watu bilioni 6 mkiwa katika hatari ya kuja kuangamizwa, mkose uzima wa milele pamoja na shetani ibilisi. Lakini Mungu akiwa ni Mungu mwenye upendo, siku zote, mara zote, kabla ya kupitisha hukumu kuu, lazima atoe wawakilishi wake manabii ili waweze kusaidia kutoa onyo, kutoa wito kwa watu wanaoishi kipindi kile cha uharibifu mkuu, ili kwamba binadamu wale ambao wana moyo mnyenyekevu waweze kubadilisha njia yao ya maisha na hatimaye waje kuepuka ule uharibifu. Amefanya hivyo wakati wa siku za Nuhu. Yehova Mungu alimtumia Nuhu kujenga safina ambayo ingeokoa binadamu yeyote yule ambaye angepata nafasi ya kusikiza mapenzi ya Mungu, angeingia ndani ile safina na hatimaye angeepuka ile gharika ambayo tunajua iliangamiza binadamu wote waliokuwa wakiishi kipindi kile, kasoro waliotii wito wa Mungu na onyo la Mungu alikuwa ni Nuhu, mke wake, watoto zake 3 wa kiume na wake zao. Jumla watu 8 walipona gharika. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kusikitisha kwamba Mungu alimtoa Nuhu awape onyo, lakini watu hawakusikia. Vivyo hivyo tunajua
Yehova alitoa maonyo na maonyo wakati wa taifa la Israeli, ili kwamba wale ambao wangetii, tunajua walipokuwa wakipewa maonyo, waliotii waliepuka uharibifu fulani, waliotii waliepuka uharibifu fulani, ambao hawakutii waliangamizwa. Kwa vivyo hivyo na Yehova Mungu, kabla ya kutimiza siku iliyo mbele kidogo ya uharibifu wa wanadamu wanaoishi leo ulimwenguni kote, ambao watashuhudia ile siku yenye kutisha ya mwisho, ambapo shetani ibilisi atafungwa miaka 1000 na wale wanadamu wote ambao hawatii maagizo ya Mungu wataangamizwa. Kwa hiyo ametokeza mahakama hii ili binadamu anayeishi leo duniani atapata nafasi ya kusikiliza hoja ambazo zinawaelimisha juu ya mafundisho ya kweli ya Mungu, na pia ni yapi mafundisho ya uongo ambayo yameingizwa ndani ya imani ya kweli ya Mungu, na hatimaye ninyi mpate nafasi ya kuja kutii maagizo hayo na kuokoka uharibifu. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji, katika vipindi vya mahakama tokea ile sehemu ya kwanza mpaka ile sehemu ya 17 na zitakazoendelea, makusudi makuu ya Mungu ni haya ambayo wewe unapaswa kuyajua, kuyazingatia, yakae ndani ya moyo wako, ndani ya akili zako, ili usiwe mpumbavu wa kuchukulia mahakama hii ni kama vipindi vilivyojaa ulimwenguni vya kidini. Moja, Mungu amesimamia mahakama hii kwa lengo hili moja. Tulisome pamoja andiko la Petro wa pili. Ukipata Petro wa pili, tutapata kusudi kuu la Mungu ni lipi la kuanzisha mahakama yake hapa duniani katika siku zinazokaribia uharibifu wake wa milele. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10a. Kama umepata, nitapenda kusoma na wewe. Andiko hili linasema, Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10. Kwamba Bwana akawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji, wewe na watu bilioni 6, tunaona kwamba Mungu atatimiza ile ahadi ya kuharibu wanadamu wote waovu, na hatimaye uzima wa milele utaanza kwa watu ambao walimtii Mungu, wakafa, watafufuliwa, na wale watakaokutana na ile siku ambapo Mungu atashusha malaika zake kuangamiza wanadamu mmoja mmoja wasiotii, waliokataa kutii kweli ya Mungu na kufanya mapenzi yake. Hiyo siku tunaambiwa kwamba inakuja, lakini Mungu amekawia ili wanadamu wanaoishi kwenye kipindi hiki cha umalizio wapate nafasi ya kuja kuokolewa, kwa sababu Mungu anasikia uchungu, afurahi kwa ninyi kuja kuharibiwa. Kwa hiyo nyinyi watu bilioni 6 mna nafasi ya kupata uzima wa milele kama mtatii maagizo anayoyatoa. Mungu anatoa agizo gani? Tusome pamoja tena andiko la Timotheo wa kwanza sura ya 2. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 na wa 4 unasema, ili ni zuri
nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye utaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo ya kweli. Kwa hiyo Mungu anatoa nafasi hii ya mahakama hii ambayo imefunguliwa hapa Tanzania, lakini mahakama hii itatafsiriwa katika lugha zote za ulimwengu ambazo binadamu anazielewa kupitia vyombo vya habari vya ulimwengu, ili binadamu apate kujua kweli, kama ambavyo tumeanza tayari kujifunza juu ya kweli. Tuliona binadamu mamilioni kwa mamilioni watakaookolewa atakuja kuishi milele hapa duniani, wakati Mungu atawezesha dunia hii iwe paradiso kama ambavyo ingekuwa wakati wa Adam. Wakati mabilioni ya watu wamekuwa wakiamini watakwenda wapi? Mbinguni. Lakini pia tukaona kwamba kuna baadhi ya watu ambao Mungu amewateua kutoka miongoni mwa binadamu waende kutawala na mwanae Yesu Kristo katika ufalme wa Mungu, ambao huo ufalme utakuja kutawala dunia, kama ile sala ya Bwana ambayo mnaisali kwamba ufalme wako uje hapa duniani kutimiza mapenzi yake. Kwa mheshimiwa jaji, Mungu atakuokoa wewe kwa kujua kweli, na hii kweli utajifunza kupitia mashahidi wa Yehova. Ukichukua nafasi ya kuwaendea mashahidi wao, watakufundisha kweli bila malipo, ili uje kuokolewa, kwa sababu andiko hili liko wazi likisema nini? Kwamba ule mstari wa 4, ambaye utaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo ya kweli. Kwa Ibilisi amepotosha ulimwengu mzima, watu bilioni 6, kasoro watu milioni 7 tu ndio wamejua kweli, lakini wengine hawakujua kweli, amjui kweli. Lakini mahakama hii inakwenda ulimwenguni kote ili kuwaamsha utambuzi, ujuzi, ukweli, muondokane na uongo, ili msije kuharibiwa. Ndio maana kwamba Mungu amekawia ili ulimwengu upate nafasi hiyo. Amekuwa miaka 100 kupitia mwanae Yesu Kristo, amekuwa akiandaa kikundi cha wanafunzi wa Biblia, mashahidi wa Yehova, kwa miaka karibu 100, ili kiweze kuwa tayari mahakama inapoanza, kiwe tayari kikiwa ulimwenguni kote, ili kiwasaidie kujua kweli. Nafasi ni yako. Asante sana. Mheshimiwa Judge, katika ile sehemu ya 5 nilieleza ili Mungu aweze kutimiza kusudi lake la kusaidia binadamu ambaye anaishi kipindi hiki, atakayeshuhudia ule uharibifu wa milele, kama jinsi ambavyo binadamu aliyekuwa akiishi kipindi cha Nuhu alivyoshuhudia ule uharibifu wa gharika, kama jinsi ambavyo Yesu alisimulia katika ile andiko la Mathayo sura ya 24 ule mstari wa 36 hadi wa 44, kwamba kile kipindi cha Nuhu watu walikuwa wakiishi maisha ya kawaida, lakini hatimaye mvua ikaanza, ikaja, ikagharikisha dunia, watu wakaangamia, kasoro Nuhu na familia yake, watu 8. Kwa hiyo Mungu ameanzisha hii mahakama, itakuwa kwenye vyombo vya habari. Tunajua vyombo hivi vya habari ni vyombo ambavyo ni vya kibinadamu, ni vya kibiashara. Je, Mungu atumie ukuu wake kulazimisha vyombo hivi vielekeze mahakama yake bila malipo? Mungu atumii njia hiyo. Je, Mungu kwamba atumie uwezo wake wa kutokeza pesa za kimuujiza ili zigharamikie mahakama yake? Mungu afanye hivyo kwa sababu yeye anaheshimu utawala wa ulimwengu. Katika utawala wa ulimwengu tayari kuna mfumo wa kuweka pesa, mzunguko wa kipesa.
Ina maana akitokeza pesa za kimuujiza tayari atakuwa amevuruga utaratibu wa kibinadamu ambao tayari umekuwepo. Sasa basi, hii mahakama ambayo itaingia kwenye vyombo vya habari itatumia trilioni ya dola ulimwenguni kote ili kwamba watu waweze kupata ujumbe wa kweli kabla Mungu hajaleta siku yake ya hukumu. Sasa Mungu anatumia njia gani ya kugharamikia mahakama hii? Sasa hilo ndio nataka uweze kulisikiliza kwa makini, kwa sababu wengine katika ile sehemu ya 5 wengi hata wanapoona matangazo ya dawa za kampuni ya JKBRS International ambayo ni kampuni ya Mungu yenye maana ya Jehovah's Knowledge Through Bible Reasoning Services, kazi ambayo tunaifanya ya kujifunza Biblia kwa kutumia ufahamu wako ambao Mungu alikuumba nao kupitia nini? Biblia, ambayo itakuwa ni international ulimwenguni kote. Sasa wengi wamekuwa wakidhiaki, labda na wewe umekuwa ukidhiaki. Ni kawaida ya ulimwengu kudhiaki, ni kawaida ya shetani ibilisi kudhiaki mambo ya Mungu, njia za Mungu. Kwa hata wewe inawezekana kwamba umekuwa ukidhiaki, lakini hiyo haina faida au hasara kwa Yehova Mungu, bali itakuwa ni kwako ukipuuza. Hiyo ni wewe, si ndio? Lakini wale wenye mioyo minyenyekevu wanaelewa, wanaheshimu, wanatii mpango huu, kwa sababu utatumika kukuokoa wewe ambao una moyo mnyenyekevu na kuokoa wengine ulimwenguni kote ambao utapata nafasi ya kusikiliza mahakama hii. Ndio maana Mungu akaamua kufanya biashara na binadamu. Katika sehemu ya 5 ya vipindi vya mahakama nilieleza kwamba anatumia njia ya barter trade, njia ya kubadilishana bidhaa. Yeye amekubali kutoa zawadi, yani Yehova Mungu amekubali kutokeza zawadi zile ambazo zitatumika katika ulimwengu mpya kuendeleza afya ya binadamu ambao wataishi milele hapa duniani kupitia mimea fulani ambayo alikusudia na amekusudia itakuwa katika ulimwengu mpya. Ameitoa kwenye kipindi hiki ili yule anayeitumia apate kuwa na afya nzuri mpaka ule mfumo utakapokuja kuharibiwa ile siku ya mwisho. Kwa unyenyekevu wako, kwa kueleza zawadi utazitumia wewe upate afya njema, lakini vivyo hivyo wewe utaweza kuchangia pesa kidogo ambayo katika mjumuisho wake wa wewe yule na yule na yule, mahakama hii itaweza kuelekezwa kwenye vyombo vya habari ulimwenguni kote bila ya kujali vina gharama kiasi gani. Yehova atatimiza hilo. Wewe utakataa, yule atashiriki kuchangia mahakama hii iweze kuendelea. Wewe utakaidi, yule atachangia. Lakini kukaidi kwako wewe hakutakupa faida bali hasara, kwa sababu kama utatumia hizo zawadi ina maana zitakupa afya nzuri, zitakupunguzia gharama ya kutengeneza afya yako kwa kutumia hizo zawadi ambazo Mungu amezitoa. Sasa naenda kuzieleza zawadi moja baada ya nyingine. Mungu ametokeza zawadi hizi 4 ambazo nataka tuzichunguze na ujue zitakufaida namna gani wewe, na wewe utoe pesa kidogo uchangie ili uzitumie zikufaidi, na pia mahakama ya Mungu iende ulimwenguni kote. Sasa sikiliza. Mheshimiwa Jaji, Mungu atoe zawadi hizi kwa mara ya kwanza. Zawadi hizi ambazo amezitoa pia kwa wewe unayeishi leo, alizitoa pia kipindi cha wana wa Israeli wakati akiwasafirisha kutoka utumwani Misri kuelekea ile nchi ya ahadi kupitia ile jangwa la Sinai.
hizo zawadi alizozitoa wakati ule kupitia ile mana ambayo alikuwa malaika wa Mungu wakizitengeneza kwa ajili ya wana wa Israeli. Hizo mana ilikuwa ni chakula kilichowashibisha wana wa Israeli, lakini kilikuwa na mimea na mitishamba ambayo iliwasaidia wana wa Israeli waweze kuwa na afya nzuri kipindi chote cha kusafiri kutoka Misri kuelekea katika ile nchi ya ahadi. Labda tusome andiko moja la Kumbukumbu la Torati sura ya 34 ule mstari wa 7, tuone ni zawadi gani hizo ambazo Mungu alizitoa kwa wana wa Israeli. Kumbukumbu la Torati sura ya 34 ule mstari wa 7 ukisema nini? Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake alikupofuka, wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Unafikiri nini ambacho kilimfanya Musa aweze kuishi miaka 120 akiwa na nguvu zake, macho yake akiwa anaona? Na hii hali ambayo Musa alikuwa nayo si kwamba ilikuwa ni yeye mwenyewe, bali Waisraeli wote. Ilikuwa ni taifa la watu wenye nguvu. Hata wazee wa Kiisraeli walikuwa ni watu wenye nguvu, wenye afya isiyo ya kawaida. Kilichowawezesha, Yehova anaitoa siri kwa wewe ambaye una pambano la kupambana shetani ibilisi katika mfumo huu ambao unamalizika. Alikuwa akichanganya mimea kadhaa ndani ya ile mana, wakila kama chakula, lakini pia wakipata ulishwaji wa mitishamba kwa ajili ya afya yao. Ndio maana Waisraeli kipindi kile walikuwa wakiishi wakiwa na muda mrefu na wakiwa na afya nzuri. Alitoa zawadi gani hizo? Basi sikiliza, zawadi ya kwanza ni hii. Mheshimiwa Judge, zawadi ya kwanza ni hii dawa ambayo kampuni ya Yehova Mungu JKBRS International imeitokeza, dawa ya Life. Hii Life wengi wameichukua kama dawa za mitishamba za kibiashara, lakini nakusisitizia Mheshimiwa Judge, hii dawa pamoja ni kwamba ni dawa ya mitishamba kama mitishamba mingine, lakini ina makusudi maalum ya Mungu. Hii dawa zimekuwepo dawa ambazo binadamu anazitokeza, anaziuza zikiwa za mitishamba, lakini utendaji wa mmea huu ambao unashikiriwa na kampuni ya Yehova Mungu JKBRS International, Mheshimiwa Judge, wewe ambao unasikiliza, wewe ambaye hauna moyo wa kiburi, hauna moyo wa dharau, mmea huu Life utakupa afya ya ajabu. Utalinda afya yako kama jinsi ulivyolinda afya ya wana wa Israeli. Na kwa wale ambao tayari walianza kutumia mmea huu tangia tulipouzindua miaka 2 iliyopita, wanatoa ushahidi juu ya utendaji wa ajabu wa mmea huu. Huu mmea unafanya kazi gani Mheshimiwa Judge? Mmea huu unautumia, moja, unatumia kama tiba ya udhaifu mbalimbali ulio nao katika mwili wako. Lakini kikubwa cha makusudi ya mmea huu ni kutokeza kwako afya nzuri, mwili wako upate kuwa na nguvu, ubongo wako upate kuwa na utendaji maisha yako yote. Kwa jinsi gani? Huu mmea una madini kadhaa na kemikali kadhaa za kiasili. Katika mjumuisho wake ni kwamba una utendaji tofauti kabisa na mimea mingine ambayo binadamu leo anaitokeza kwenye soko la dunia la mitishamba. Huu utakapotumia, ambapo binadamu anapaswa kutumia mmea huu mara moja kila mwezi. Jambo la kwanza, unajenga ubongo wako. Ubongo wako unakuwa na utendaji wa hali ya juu, unakuwa na kumbukumbu ya hali ya juu. Na pia kawaida ya binadamu wa kawaida, ubongo anapokuwa anazeeka na ubongo unakuta kwa mara nyingi unashuka uwezo wake, kumbukumbu inapungua.
hata wengine wakisema akili yake imerudi utotoni. Lakini kwa kila mtu ambaye atatumia mmea huu wa life, ubongo wako unabaki na utendaji kamili hata ufike miaka mingapi? 100 au hata 120 kama Musa alivyofika. Ubongo wako hauzeeki, unabaki ukiongoza mwili wako, kwa sababu ubongo huu ndio unaoongoza mifumo yote ya mwili. Bila ubongo kuna utendaji, ina maana mfumo wako wa mwili utakuwa na matatizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Judge, ni kwamba unapotumia huu mmea, kama nilivyosema, ubongo wako unakuwa na utendaji wa hali ya juu. Utasaidia hata vijana, utasaidia hata watu wazima wanaosoma. Ni kwamba kile unachokisoma ubongo utakuwa ukikinasa vizuri sana. Kumbukumbu yake, uwezo wake unakuwa ni wa hali ya juu. Ndio maana watu watakaotumia hii, hata watakaotumia mmea wa life, hata akili zao zinakuwa na utendaji usio wa kawaida. Kwa hiyo tunashauri wewe ambao una moyo unyenyekevu, ambao unaweza ukajishusha, ukaondoa dharau kwamba hii ni biashara. Huyu bwana Buberwa, Dr. Buberwa ametumia njia ya dini ili kuendeleza biashara yake. Si kweli. Kwa sababu Mheshimiwa Judge, jua pesa yote ambayo inakuja JKBRS itakwenda katika mfumo wa vyombo vya habari vya ulimwengu. Kama hapa Tanzania ni karibu kila mwezi inatumika milioni 20 mpaka 22 kutengeneza, kuandaa, kuwekeza ili mahakama hii iweze kufikia wewe. Kwa ina maana ule mchango unaoleta kwenye kununua zawadi kutoka kwa Mungu au uende kwa Buberwa, unakwenda kwa kunufaisha makusudi ya Mungu, ili ninyi muelewe kweli, ili mpate kuja kuokolewa. Jambo lingine ambalo mmea huu unafanya maajabu kwa binadamu, unapoitumia life, inasaidia moyo wako, inajenga uwezo wa moyo, misuli ya moyo iweze kufanya kazi hata ile ambayo ni kubwa, hata ile kazi ambayo ni nzito ya moyo. Ndio maana leo tunashuhudia watu ambao wanakuwa ni mahututi, watu ambao wana collapse, watu ambao wanapata attack. Ni kwa sababu moyo umekuwa hauna uwezo wa kukabiliana na utendaji wa kusukuma damu katika viwango vyote vinavyotokea katika maisha yako. Lakini kutumia life, moyo unakuwa na uwezo wa ziada wa nguvu. Ikimaanisha nini? Kwamba sasa utaweza kuishi kwa muda mrefu kama Musa aliishi, moyo wake ukifanya kazi vizuri, akafika miaka 120 akiwa na nguvu zake. Ni kwa sababu moyo wake umemlinda. Ndio maana hata wagonjwa wa magonjwa kama kisukari, kwa sababu ukiwa na kisukari damu inakuwa ni nzito, kinachotokea moyo unaweza kufanya kazi kwa nguvu, hatimaye unalemewa, mtu anazimia, mtu anahangaika, mtu anachoka. Lakini unapotumia dawa hii utakuta hata upate ugonjwa gani, moyo wako unaweza kufanya kazi bila ya wewe kuwa na taarifa. Kwa life ina faida kubwa kwako. Lakini vivyo hivyo tukieleza kwamba dawa inasaidia misuli yako, inakufanya wewe ufanye kazi ujiongee, mishipa yako ya fahamu inayopeleka taarifa kwenye ubongo inafanya kazi vizuri sana, kiasi kwamba sasa wewe hautakuwa ukipata uchovu wa viungo, hautapata ugonjwa wa maumivu ya viungo. Kwa sababu unapotumia mwili wako, labda unapokuwa umekaa ofisini, unapokuwa unaendesha gari, unapokuwa unaendesha baiskeli, unapokuwa unafanya mazoezi, unapokuwa unafanya kila kitu chochote kile, kinachotokea unakuta kwamba viungo vyako vinaanza kuchakaa, kwa sababu havina mahitaji, havina uwiano wa madini na kemikali ili viendelee kuwa hai, kuwa na afya. Kinachotokea ni kwamba viungo vyako vinaanza kuchakaa, vinaanza kulika, na hatimaye unakuta binadamu anaanza kupata maumivu ya viungo. Lakini ukitumia life, Mheshimiwa Judge, na familia yako, utafanya vyovyote vile
utaendesha gari hata na kutoka kijana mpaka mzee, au utapata maumivu yale ya viungo kujirudia. Au utapata wewe ambao unaendesha baiskeli, wewe ambao unakaa ofisini, kuna maumivu ya viungo ambayo yanatokea kwa sababu ya ile hali ya kukaa, inasababisha baadhi ya viungo vinatumika sana, kwa hiyo vinafanya wewe usikie maumivu. Lakini ukishatumia Life hautapata uchovu wa namna hiyo, au utapata uwasirikaji wa viungo. Kwa hiyo Life itakusaidia. Unachopaswa kufanya ni nini? Mara ya kwanza katika hali za kawaida ambayo una magonjwa tayari, utatumia paketi hizi 3. Lakini baada ya hapo unatumia paketi moja kila mwezi. Itakusaidia uishi, uzeeke kwa muda mrefu, lakini pia ukiwa na nguvu. Au utapinda migongo kama watu wanavyopinda migongo. Au utatembea kwa kuchechemea, kwa kutetemeka kama wazee wengi. Bado utakuwa na nguvu zako kamili hata ufike miaka 100, 120. Utahakikisha hilo. Na kwa mara ya kwanza unapoitumia, kila binadamu ambaye ameitumia, ambao tayari ameshaitumia, ambao ni maelfu kwa maelfu, wamethibitisha hilo. Tangia unapoitumia, mwili wako ambao ulikuwa unasikia uchovu, unasikia maumivu ya viungo, unasikia uzembe, unakuta mara nyingi matatizo hayo yamekoma. Mheshimiwa Jaji, hii dawa ya Life bali na maajabu mengi sana kwa mwili wa binadamu. Binadamu tangia umezaliwa, kwa hasa ambao wanaishi katika maisha ya kisasa, kwa nyuma tatizo hili lilikuwa ni dogo sana, miaka ya huko nyuma sana. Lakini kwa sasa hivi binadamu yuko katika utata wa afya yake. Kwa nini? Kwa sababu mwili wa binadamu anaishi leo anakula vyakula ambavyo vimezalishwa katika mfumo wa kisasa, kutumia kemikali. Kila chakula unachokwenda kununua sokoni, 90% ya vyakula vyote vimezalishwa kwa kutumia kemikali, mbolea za kemikali, kutumia sumu ya kuua wadudu. Unakula, unafurahia ladha yake, lakini amini usiamini, hizo sumu pamoja na kwamba mimea imejenga, ina mfumo wa kujisafisha, lakini kemikali zile zinabaki. Na binadamu anakula karibu milo 3 mpaka 5 katika muda wa masaa 24. Kwa katika kupokea vile vyakula ni kwamba unabeba toxic, zile sumu zinaingia ndani ya mwili wako. Na kawaida mfumo wa mwili una kiwango kidogo sana cha kusafisha kemikali hizo. Kwa kinachotokea ni binadamu, mwili umejaa sumu. Na vivyo hivyo binadamu ambaye anaishi katika mfumo wa kisasa, kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya tamaa za kibiashara, na kwa sababu walioendelea kabla katika mfumo wa kisasa ni watu wa magharibi. Watu wa magharibi ni kwamba wametokeza mfumo wa kibiashara wa kutengeneza dawa za kikemikali, kwa sababu wao wakijua tangia mapema kwamba hawana miti asili. Kwa hiyo walifunga soko la dunia kwa kutokeza dawa za kemikali ili zishughulike na afya ya binadamu. Na mfumo kwa sababu umekwisha, hakuna nafasi ya binadamu kujifunza dawa zote ili zisaidie afya ya binadamu anaishi sasa hivi. Kwa hiyo binadamu analazimika atumie dawa za kimfumo wa kisasa, dawa za kemikali. Lakini dawa karibu zote za kemikali zina chembe za toxic, sumu, ambapo unapoitumia inakuwa sehemu ya mwili wako. Sasa kuwa na hizo toxic kwenye mwili wako zinasababisha nini? Zinasababisha mifumo ya mwili ifanye kazi isivyotakiwa. Mifumo yako ya mwili inafanya kazi kwa kujitahidi sana. Ndio maana ulimwengu umegundua kwamba binadamu kwa kutumia dawa za kemikali mwili wake unadhoofika. Mwili wako unachoka haraka. Mwili wako unazeeka haraka. Lakini sasa
Huu mmea wa life ukiwa ni zawadi kutoka kwa Mungu, alitambua hilo. Na wewe ili uendelee kuishi vizuri, ujifunze kanuni zake, upate kupambana na mfumo wa shetani ibilisi uliobakia, unahitaji afya nzuri. Ndani ya mmea huu Mungu ameweka kemikali ambazo zinaondoa sumu zote mwilini. Hata zile ambazo tangu ulipozaliwa zimekuwa sehemu ya mwili wako. Toka utakapotumia dawa hizi, paketi hizi 3, zitaondoa hizo toksiki zote na kubakisha mwili wako ukiwa bila ya toxic, bila ya sumu. Na vivyo hivyo bado utaendelea kutumia dawa mbalimbali, kula hivyo vyakula ambavyo vinazalishwa kibiashara kwa kutumia kemikali, lakini kwa kutumia mmea kila mwezi mara hii moja, paketi moja, itakusaidia wewe, familia yako, mwili uendelee kujisafisha kwa kuendelea. Kwa kutumia kila mwezi, mwili unaendelea kujisafisha. Mwili unaendelea kujenga vile viungo vyako. Mwili unaendelea kujenga ubongo wako. Mwili unaendelea, moyo wako kuendelea kupewa nguvu. Misuli yako, mifupa yako, mishipa yako na kemikali zote za mwili zinakuwa balanced. Utakuwa na afya nzuri. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye una moyo nyenyekevu, au una moyo wa kiburi, au una moyo wa kuandama mfumo wa ulimwengu kwamba hii ni biashara, huyu anatafuta ujanja, utapata faida hiyo na utaiapprove wewe mwenyewe. Sasa hii dawa ya life utaipata kwa shilingi ngapi katika soko la Tanzania? Hii paketi moja inauzwa kwa shilingi 5,000 katika soko la Tanzania. Aizidi hapo, ni shilingi 5,000 paketi moja. Kwa mara ya kwanza utatumia karibu shilingi 15,000, lakini baada ya hapo unatumia paketi moja ambayo shilingi 4,000. Si gharama kubwa kulinganisha na afya yako wewe. Kwa mheshimiwa Judge, hii life ina zawadi nyingi sana. Tunaweza kutumia hata masaa zaidi ya 10, 20 kuielezea. Lakini jambo lingine ambalo ni ulinzi mzuri ni binadamu anapotokezwa. Mtoto anapozaliwa, anapaswa kuwa na afya kamilifu. Mama anapobeba ujauzito, ni furaha yake na baba yake na familia nzima kwamba yule mtoto akue salama na hatimaye afike wakati wa kujifungua na mtoto afunguliwe, yani azaliwe akiwa na afya nzuri. Mmea tayari Mungu ameweka uwiano wa kemikali ambao mama anahitaji wakati wa ujauzito na mtoto anahitaji wakati akiwa ndani ya mimba ya mama, apate viungo vyote ambavyo ni muhimu: ubongo, moyo, mishipa, misuli, mifupa, ili kwamba iweze kujengwa kikamilifu. Na mtoto anapozaliwa, anazaliwa akiwa mkamilifu na afya nzuri. Mtoto anazaliwa akiwa na nguvu, na mama anabaki akiwa na nguvu. Na pia leo binadamu tunaambiwa katika nchi za Kiafrika, nchi ambazo za ulimwengu wa 3, ni kwamba kati ya watoto 10 wanaozaliwa, karibu ni 6 ambao wataokoka, lakini karibu 4 watakufa au mama atakufa. Lakini ukishatumia dawa hii kikamilifu kwa mama mjamzito, utajifungua salama bila ya kifo, na mtoto pia atazaliwa akiwa salama bila ya kifo. Kwa hiyo mama wajawazito, tumieni dawa hii bila ni ya kiasili, haina madhara. Itumie, mtaelekezwa jinsi ya kuitumia pale unakonunua, na pia dawa yenyewe tayari ina maelezo ya kutosha. Kwa hiyo tumia dawa hii ya life, si ya kibiashara. Lengo ni mahakama ya Mungu ipate kuendelea. Ukikaidi wewe, yule mwenye atachangia gharama hizo. Tumia dawa ya life, inapatikana sehemu zote ambazo tayari unaziona kwenye matangazo yetu. Mheshimiwa Judge, dawa ya pili ambayo pia ina makusudi ya Mungu ya moja kwa moja ni dawa hii inayoitwa S1. Pia ni mtishamba halisi, hauna kemikali yote ambayo imechanganywa hapa. Ni unga tu, ni majani ambayo yamesagwa, utakwenda kuyachemsha na kunywa.
Lakini mmea wa isiwani una makusudi makubwa sana kwa binadamu ambaye unaishi leo. Kama jinsi ambavyo Mungu alichanganya mimea hii katika ile mana ambayo aliwatengenezea wana wa Israeli. Hatimaye tunaambiwa katika ile Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 7, ile sehemu ya kwanza, kwamba Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa, jicho lake alikupofuka. Hii isiwani ni mtishamba wa kawaida, lakini ambao Mungu aliuweka kwa makusudi yake ili kulinda uwezo wako wa macho. Nuru yako ya macho isipate kufifia hata unavyozidi kuzeeka, hata unapokumbana na matatizo ya kiafya ya ulimwenguni hapa. Unapotumia dawa ya isiwani, ambapo utatumia dawa hii mara moja tu kila baada ya miezi 6. Lakini kemikali zake hizo ambazo Mungu ameziumba ndani ya mmea huu zitalinda ile mboni yako ya macho, mishipa yako ya macho inayopeleka taarifa zote kwenye ubongo, ili uendelee kuwa unaona bila shida. Tumia mmea huu, utakulinda wewe usipofuke, uwezo wa macho yako usipungue, kwa sababu unapaswa kufurahia kuona uumbaji wa Mungu, kuona mazingira yako mpaka pale unapozeeka, mpaka pale utakapoingia kaburini. Uwe na miaka mingapi, uwezo wa kuona utakuwa nao ukitumia dawa hii. Hasa wengine kwa ugumu wa kuelewa wanahisi kwamba hizi dawa ni kama matibabu, kwamba utakapoanza kuona auoni vizuri ndio itafute isiwani. Hapana. Tumesaidiwa kidogo kwamba tunapaswa kuishi kwa kufuata kanuni za lishe, kula mlo kamili wenye mahitaji yote, mboga za majani, matunda, kubadilisha vyakula vya wanga, vya protini na kadhalika. Utakuwa na afya nzuri. Hasa haimaanishi kwamba hivyo vyakula unapaswa kuvila tu mara moja kwa miaka. Inatakiwa ikiwezekana vile kila siku, mpangilio wa vyakula hivyo. Na huu mmea pia, lengo lake, makusudi yake ni kwamba wewe utakaitumia mara moja kila baada ya miezi 6, bila kujali una shida ya macho au una shida ya macho. Ukiwa binadamu hauwezi kujua kwamba hapa wewe ulipo, je, afya yako ya macho inaporomoka? Huwezi kujua. Utajua pale utakapoona kwamba ule uwezo umefifia. Na pia mambo yanaanza ghafla tu. Wiki moja inatosha kwamba macho yako yakafika labda kuona nusu ya uwezo wako wa kawaida, au robo 3 ya uwezo wako wa kawaida, au kufikia robo ya uwezo wako wa kawaida. Lakini utakapotumia isiwani, jihesabie ni kirutubisho, supplement ya macho yako yabaki yakiwa na uwezo wa kuona kikamili. Itumie dawa ya isiwani. Katika soko la Tanzania, dawa hii inauzwa shilingi 13 mpaka 15. Ikiwa zaidi ya hapo usinunue, lakini itaokoa macho yako na familia yako. Mheshimiwa Jaji, tumeambiwa kwamba huyu Musa alifika miaka 120 akiwa na nguvu zake. Ukisoma ile Kumbukumbu la Torati 34 ule mstari wa 7, ile sehemu ya B, kwamba wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Lakini ili kwamba binadamu aweze kuishi akiwa na afya nzuri, anahitaji nini? Kula, si ndio? Unapaswa kula vizuri vyakula vyote ambavyo Mungu ameviumba, ambavyo vinapatikana hapa duniani. Ule bila shida. Nini kinachokusaidia kula? Bila shaka ni meno yako. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji, ni kwamba meno yako yanahusika sana. Unapaswa kuwa na meno yako ikiwezekana 32. Inawezekana unaposikia taarifa hii umeshapoteza meno kadhaa. Kwa wewe ambaye una akili ya utambuzi, akili ya unyenyekevu, akili ya kutokuwa na dharau, ya kuona kwamba kila kitu ambacho binadamu anafanya
basi lazima kiwe tu ni manufaa ya kibinadamu, manufaa ya kwake. Ni kwamba Mungu ametokeza mmea ambao tumekuwa nao, ambao mmekuwa nao nyinyi wa Tanzania kwa miaka zaidi ya 6 kwenye soko hili la Tanzania. Mmea DFP, Dental Formula Power, ni mmea ambao Mungu amekusudia kwa makusudi yake kwamba wewe utanunua mmea huu, utautumia kama jinsi ambavyo umeelekezwa. Mahakama ya Mungu itapata pesa ya kupeleka mahakama hii kwenye vyombo vya habari duniani kote, lakini wewe utabaki na zawadi ya meno yako ulio nayo hivi leo. Kwa sababu unapotumia DFP ni kwamba dawa hii ina kemikali za asili ambazo zinazuia bakteria wasizaliane kwenye meno, wasikae pale na kuanza kuozesha meno yako na kuanza kuathiri mfumo wako wa fizi. Kwa meno yako yanabaki kamili bila magonjwa ya meno. Kwa hiyo itakuwezesha kama Musa na Waisraeli wa kipindi kile, uweze kuwa na meno yako yakiwa na nguvu hata unapozeeka, hayatang'oka. Kama wazee wengi, 70% ya watu wenye umri wa miaka 70 tayari meno yao aidha ni vibogoyo au meno hayana uwezo wa kutafuna vyakula vigumu kama mahindi, nyama na kadhalika. Lakini wewe ukianza kutumia dawa hii ya DFP ambayo unaitumia pia mara moja tu kila baada ya miezi 6, hautapata ugonjwa wa meno. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji, tumeshuhudia watoto wakiathirika na meno, lakini wazazi mmekuwa mkiwapuuza, mkiona kwamba meno ya watoto yatakuja, yatatoka yale, yataota mengine. Lakini ukienda kwa madaktari wa meno, unakuta pale watoto wenye hofu wakisubiri kung'olewa meno yao kwa sababu tayari yamekwisha oza, yanauma. Pale unatoa pesa kwa ajili ya kung'oa jino la mtoto wako, na kwa maumivu mtoto anakosa raha kwa sababu ya kung'oa meno. Lakini DFP inajieleza wazi, hii ni dozi kuanzia mtoto wa mwaka mmoja. Ukianza ukianza kumpatia dawa hii, yale meno yake ya asili hayataharibiwa na bakteria, yatabaki yakiwa salama. Na watoto kijua kwamba wanatumia tamtam sana, pipi sana, vyakula vya sukari sana, kwa asilimia kubwa ya meno watoto, na pia kwa sababu hayako imara, yanaharibika. Lakini utakapotumia dawa hii ya DFP, mtoto wako tokea anapozaliwa atajua nini maana ya kuharibika meno. Na yule ambaye ameshaharibika meno, anapotumia tokea siku ile, yale meno yanaacha kuharibika. Kwa hiyo meno atafika wakati wake wa kung'oka, yatang'oka katika njia yake ya kiasili bila maumivu, na hatimaye ataota meno mapya mazuri, na atakuwa na kinywa kizuri. Utatumia pesa kidogo kuokoa meno ya mtoto wako, meno ya familia yako, na pia hata meno ya kwako, ili ubaki nayo upate kula vyakula vyote mpaka unazeeka. Kwa watoto watakaoanza mapema kabla ya ugonjwa wa meno, watabaki na meno 32 katika maisha yao. Wewe umeyapunguza yako 30, yatabaki tokea ulipoanza kutumia dawa hii. Una meno 20, yatabaki tokea ulipoanza kutumia dawa hii. Kwa hiyo tumia DFP. Maelezo yote yameandikwa ndani ya dawa hii, na pia utayapata hata kwa wauzaji wote. Bei ya DFP kwa soko la Tanzania ni shilingi 6,000 tu. Na dozi yake kwa ajili ya kinga meno yako, tumia dawa hii mara moja kila baada ya miezi 6. Utakuwa na meno yenye afya, yenye nguvu, yatakufanya uzeke nayo, upate kula vyakula vyote, upate kuwa na afya nzuri kama Musa alivyokuwa na afya nzuri, na Waisraeli wote ambao waliokolewa toka Misri kuelekea ile nchi ya ahadi. Akina mama, wanawake,
wanawake ambao wamevunja ungo, mpaka akina mama ambao wamekoma kipindi cha hedhi kinachoitwa koma hedhi, menopause. Mungu pia akuacha bila zawadi, amewapa zawadi nzuri sana. Tunajua Hawa alipokosa, Mungu aliacha kutokeza mimea ambayo ingemsaidia Hawa apate kuishi bila kusikia uchungu, maumivu wakati wa siku zake za mwezi. Maumivu, mvurugiko wa kihormone ambao mwanamke ni hali ya kawaida kutokea. Lakini Mungu alikuwa ameandaa njia zake, binadamu asingetenda dhambi, basi homoni zake zingebaki bila ya kuvurugika kwa kutumia mimea fulani. Kwa hiyo amekubali Yehova Mungu kutokeza zawadi hii kwa wanawake wale ambao wamevunja ungo mpaka wale ambao wanaingia kwenye kipindi cha kukoma hedhi, menopause, koma hedhi, ili mtumie dawa hiyo iwasaidie kuwarejeshea homoni zenu za kiasili. Hata kama zimevurugika, utakapotumia mmea huo, basi homoni zako zinarudi kuwa za kiasili. Dawa gani hiyo? Ni hii inayoitwa Joy. Kwa karibu miaka 4 sasa, dawa hii ya Joy imekuwa kwenye soko la Tanzania. Wanawake wengi wameitumia hii Joy, na kweli wanashuhudia imeweza kuwafanyia maajabu yasiyo ya kawaida. Dawa hii ya Joy kazi yake kuu ni kusawazisha homoni za mwanamke zirudi katika uasilia wake, kwa sababu vyakula vingi mnavyokula, kemikali nyingi mnazokula kawaida zina vuruga homoni zenu. Kwa hiyo hauna jinsi ya kuzuia homoni zako zisibadilike, zisivurugike. Lakini dawa hii imekuja kwenye kipindi hiki cha mwisho. Wanawake mbaki bila mvurugiko wa homoni, mpate nafasi ya kujifunza kanuni za Mungu kabla ya mwisho kuja. Dawa hii itakusaidia nini ya Joy? Wewe ambao umevunja ungo, kawaida mabinti na wanawake wengi wanakuwa na maumivu wakati wa period zao, wakati wa siku zao za mwezi. Lakini ukitumia Joy kama ilivyoelekezwa, kama utakavyopata dozi yake kwa wauzaji na ambavyo tayari imeshaandikwa ndani ya dawa hii, ni kwa maumivu ya kuingia mwezini kwa maumivu ya tumbo hautayapata. Kwa hiyo wanawake wote ambao mnapata maumivu ya tumbo wakati wa nyakati za siku za mwezi, period, tumia dawa hii ya Joy, hilo tatizo litapotea. Pole kwa pole maumivu yatapotea. Kwa hiyo wewe mwanamke, ni kwamba wanawake wengi pia wamekuwa na kawaida ya siku zao kuvurugika, aziendi katika uwiano unaotakiwa. Kama ni siku 21 ni 21, kama 24 ni 28, kama ni 35 ni 35, ili ikuwezeshe mfumo wako wa uzazi uendelee kuwa wa kawaida. Kwa hiyo kwa wanawake wenye tatizo hilo la kuvurugika, hizo siku aziendi kawaida, wanawake wengi ambao tayari wameshatumia Joy wanajua inakusawazisha siku zako ziende kawaida kama ambavyo mwanamke anapaswa siku zake ziende. Na kuna wanawake wengine ambao siku zinarukaruka, mwezi ukapata, mwezi ule kupata, miezi apati, au zimepotea kwa muda mrefu. Unapotumia Joy inarudisha siku zako, zinaanza kuja na kwenda kwa utaratibu bila ya kurukaruka. Na pia kuna maelfu kwa maelfu ya wanawake wametumia dawa za kisasa. Hizi dawa za kisasa zimesababisha wanawake wamepoteza uwezo wa kawaida wa kushika mimba. Tayari sasa hivi kuna maelfu kwa maelfu kwa hii miaka 4 tangia dawa imetokezwa, ambao walikaa bila kupata mtoto hata zaidi ya miaka 10, miaka 20, miaka mingapi. Lakini baada ya kutumia Joy, ule uwezo wa kuzaa umekuja na wameshika mimba na wamezaa na wana watoto. Na dawa hii sio chungu.
sio matumizi ya muda mrefu, haina madhara, ni mtishamba tu. Kwa hiyo wanawake wote ambao hawashiki mimba, tumia dawa ya Joy kama ilivyoelekezwa, utashika mimba bila ya wasiwasi. Na jambo lingine ambalo dawa ya Joy inalo, wanawake wengi ambao wanatumia dawa za kuzuia uzazi wa mpango, ni kwamba katika maisha ya huyu mwanamke ambaye ameshatumia dawa za uzazi wa mpango, anaanza kuja kupata matatizo ya kiafya, kansa ya matiti, ya kizazi na kadhalika. Lakini dawa hii tayari ina kemikali, inapoingia ndani ya mwili wako inachuja kemikali zote ambazo zinabadilisha homoni ya kawaida, ambao baadaye inaweza kuja kusababisha magonjwa hayo. Kwa hiyo mwanamke, wewe hata bila ya matatizo, tumia dawa ya Joy mara moja kila mwaka. Itasawazisha kemikali zote, kuziondoa ambazo hazitakiwi, ili usije kupata magonjwa ya hormone kama kansa ya kizazi, kansa ya matiti. Hata wanawake ambao wana kansa ya kizazi, tumia dawa ya Joy, inawasaidia wanawake wengi. Na pia wale ambao wanaingia kwenye ile menopause, kipindi cha koma wanapata complication nyingi. Lakini dawa hii ya Joy utakapoitumia wewe mwanamke ambao unaingia kwenye kipindi hicho, ni kwamba homoni zako zinasawazika, au utapata kile kipindi ambacho nasema kwamba usumbufu wa kipindi cha koma hedhi. Kwa hiyo mwanamke, furahia wanauke wako kwa kutumia dawa hii ya kiasili ya Joy. Katika soko la Tanzania hii dawa inauzwa shilingi 7,000. Ikizidi zaidi hapo usinunue. Kwa hiyo wewe ambao umesikiliza, tumia dawa hizi ambazo nimezielekeza. Zitakusaidia upate afya nzuri itakayokusaidia wewe uweze kuwa na afya njema mpaka uzeeke. Dawa ya Life, S1, DFP na Joy ni dawa zote ambazo pia zimethibitishwa na mkemia mkuu wa serikali, hazina madhara kwa binadamu. Asante sana kwa kunisikiliza. Dawa zetu zinapatikana sehemu zifuatazo. Dar es Salaam tunapatikana katika jengo la Ubungo Plaza ground floor. Arusha tunapatikana kwenye kituo cha mafuta cha Njake, barabara ya kwenda Majengo, kona ya Mbauda. Mwanza tunapatikana barabara ya Miti Mirefu kulipokuwa Mohamed Trans, gorofa ya kwanza, chumba namba 3. Huko Moshi tunapatikana katika jengo la biashara stendi kuu ya mabasi, gorofa ya kwanza, chumba namba M58. Huko Zanzibar kwa Shamshu Farmers na Mwembe Ladu Farmers. Tanga International Farmers, barabara ya 7. Shinyanga ofisi ya Masele katika jengo la NSSF na Kings Chemist, mtaa wa Sokoni mkabara na soko kuu. Bukoba ni MK Farmers karibu na Ndolage. Dodoma tunapatikana katika Blue Farmers, barabara ya 12 na Galanti Medics karibu na Manispaa. Huko Singida tunapatikana katika duka la Wazazi Medics, wapo barabara ya Arusha inatazamana na chuo cha maabara hospitali ya mkoa. Mbeya kwenye supermarket ya kituo cha mafuta Oilcom Mafiati. Musoma tunapatikana katika eneo la Makoko Darajani yanakosimama mabasi, kuna bango la wakala wa JKB. Na pia tunapatikana katika eneo la TK Farmers Market Street inayotazamana na lango la kuingilia stendi kuu ya mabasi. Kahama tunapatikana katika eneo la Swissgate Depot karibu na Royal Supermarket. Huko Sumbawanga tunapatikana katika Richi, duka la dawa linalotazamana na msikiti wa Waarabu kwenye jengo la Mbwilo, mtaa wa Sokoni, na Creary Owner Farmers ambayo inatazamana na ilipokuwa Bora zamani. Karatu tunapatikana katika eneo la Ikizu Medics, imetazamana na soko. Mbinga utatupata katika eneo la Sunday, duka la dawa lipo Litembo Road, mtaa wa CCM. Kigoma utatuona katika eneo la Soweto Investment, kibanda namba 17 karibu na soko kuu la samaki Kigoma mjini. Huko Njombe tunapatikana katika eneo la Samaria Medical Stores Sokoni na Sangamera Guest House, na pia dawa zetu tunapatikana Gaudete General Supplies na China Afya Shop, zipo jengo la CCM wilaya. Huko Iringa njoo katika eneo la Mzalendo Medics, ipo Iringa mjini karibu na stendi kuu, na Acacia Farmers wapo jengo la NSSF. Makambako utatupata katika Kilonge Company. Mufindi dawa zetu zinapatikana katika eneo la Kilonge Company Igowele, na huko Masasi ABC Farmers wapo stendi kuu. Mtwara njoo Chambira Farmers wapo Mtwara mjini, mtaa wa maduka makubwa, na Geita Jakasa Shop wapo Nyerere Road, ndio utazipata dawa zetu. Sengerema Salimba Shop nyuma ya soko kuu, barabara ya Pambalu. Tarime njoo Buhemba mjini, duka la dawa la Dr. Nyamale, mtaa wa kwenda shule ya msingi Tabota.
Na Morogoro tunapatikana katika duka la dawa asili karibu na soko kuu mjini upande wa kituo cha mafuta cha Gapco. Na Meatu Shinyanga, duka la madawa baridi posta ya zamani. Ushirombo kwa Dr. Norbert karibu na kituo cha afya Ngara utatupata Dr. John Shim Medics stand ya mabasi. Tunduma ofisi ya Lema Tunduma mpakani jengo la CCM karibu na polisi. Na Korogwe dawa zetu zinapatikana kwa Nyakusagira One Farmers karibu na stand ya mabasi.